unalala na uchungu, unaamka nao. Mtu uliyeokoka hauna msamaha. Makundi 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 ndani ya kanisa. Watu wamejigawa kimakundi, eti yule wa fulani, yule wa Apolo, yule wa Paulo. Hayupo wa Apolo wala wa Apolo wala wa Paulo, hapa ni wa Yesu. Vunja makundi hayo kwa jina la Yesu. Vunja makundi hayo kwa jina la Yesu. Vunja, yatakupeleka jehanamu hayo makundi. Nikwambie wewe mama unayeniona, yamekaa ni kama gari la kukupeleka motoni na utaenda nalo. Wewe sio wa makundi. Yesu aliwanawisha wanafunzi wake miguu, akasema atakayekataa huyo hayupo shirika nami. Akawaweka kuwa sawa, akanawisha miguu. Urapa seketa, akawaambia muwe wamoja kama mimi na Baba tulivyo wamoja. Huo utengano umeutoa kwa nani? Maana Yesu na Baba ni wamoja. Wanasema mpendane. Upendo wenu utadhihirisha kwamba nyinyi ni watoto wako. Wewe unasema ni wa nani? Umekuja hapa, Yesu amekuokoa, uwe wa nani? Huyo nani ni nani? Anaweza kukupeleka mbingu ipi? Amebeba kitu gani kizito cha kufanana na Yesu aliyekufia pale msalabani akiwa uchi? Leo umechagua mtu mwingine. Umeokolewa kwa neema, umekuja kuitumia neema yako vibaya. Mahali hapa unapotosha na wengine. Yanatamkwa matamko madhabahuni hapa ili yawafikie watu. Wewe unaenda unasema tofauti na madhabahu. Jui unacheza na moto na gani? Ujui unacheza na moto wa namna gani? Yesu amenituma leo nikukemee. Yesu amenituma leo ujitakase. Yeye ni wa huduma, na ndio maana analeta maneno ya kuokoa. Ni wewe kusikia ama kuacha, ila neno lilikuja. Hauna wa kumlaumu ndugu yangu, hauna wa kumlaumu, hauna wa kumlaumu. Ni kwamba Yesu ana huzuni. Watu wametoka, wameacha nafasi zao. Watu wameacha nafasi zao. Tukiangaliana hivi kama tupo wengi, lakini kwenye nafasi wamebakia wachache. Tukiangalia hivi tunaona ni wote wanapiga vyombo, lakini wanaopiga kutoka ndani wamebaki wachache. Kuna mwingine sasa, nikiacha wataniona vibaya, ngoja niendelee kupiga tu.